legede brenos ketele kotaya. Mazodi gevenes ketele gedia. Mandori mama shande legediza. Karos ketele gediza hazonika debra. La mandori mama shande legediza. Karama shande legede. Ikota bida gida banas katali gedia. Mandoro momo shende legede begede begeze gede begede bagadaba. Baba, asante kwa uaminifu wako na asante kwa ajili ya muda huu tena. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye Bwana umempa neema ya kuweza kuendelea kufuatilia ibada hii takatifu. Tunakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako na asante kwa sababu unaenda kutujenga na kutufundisha tena kwa neno lako katika jina la Yesu Kristo na kuongoza Roho Mtakatifu. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake na kwa sababu ya kila ambacho anaenda kukifanya kupitia ibada nzuri ya baraka, na naamini kwa wewe ambaye tayari umerudi mtandaoni tunaweza tukaendelea sasa na Mungu akasema na sisi kwa viwango vikubwa. Sawa. Na tumechelewa of course kwa sababu ya aina ya network ambayo tumekuwa nayo imekuwa inaleta changamoto kidogo, lakini Bwana ni mwema na atatusaidia. Sasa naomba nifanye review kidogo ya kile nilichokuwa nakisema awali kwamba Mungu ana makusudi mazuri kwa ajili ya kila mmoja, lakini pia Mungu ameumba kusudi kwa kila mmoja ndani yake, ameliweka kwa ajili ya kuja kuishi hapa duniani. Nilikuwa nimesema kwamba kuna vizuizi ambavyo vinatumiwa na adui kuzuia kusudi na mapenzi ya Mungu kutokea kwenye maisha ya mtu. Cha kwanza kabisa nilizungumza kwa habari ya uonevu wa shetani au nguvu za giza. Mtu anaweza akatupiwa mapepo, akatupiwa roho chafu zikampiga na baadaye akawa mhanga wa kuchelewa au akawa mhanga wa changamoto hizo, akajikuta hawezi kumtumikia Mungu na kuridhirisha ile kusudi ambalo Mungu alimuumbia aje aliishi hapa duniani. Lakini zaidi ni kwamba shetani anaweza akaua kabisa, akamua mtu. Maandiko yanasema mwivi haji ila kuchinja, kuiba na kuharibu. Alafu maandiko yanasema mimi nalikuja wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa Yesu Kristo alikuja ili sisi tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Kwa hiyo kama Yesu amekuja ili tuwe na uzima sisi, maana yake makusudi na mapenzi ya Mungu ni kwamba kila kusudi jema aliloliweka ndani yetu anataka kuona linazaliwa duniani. Anataka kuona linadhihirika duniani kwa ajili ya utukufu wa kwake. Sasa kwa hizi dakika chache ambazo Bwana atatupa, na naomba tuendelee kuniombea kwa habari ya network ambayo tuko nayo hapa, kwa sababu kidogo ina changamoto kidogo, na naamini Bwana atatusaidia, tutamaliza vizuri. Sasa maandiko yanazungumza kwenye hicho kitabu cha Yohana 10:10 kwamba mwivi haji ila kuchinja, kuiba na kuharibu. Halafu Yesu anasema mimi nalikuja wawe na uzima kisha wawe nao tele. Sasa Yesu ameshakuja na huo uzima tayari uko ndani yetu. Sasa uzima ambao uko ndani yetu ndio uzima ule ambao Mungu anataka tudhihirishe kwenye kila eneo ambalo ametupa kuliisha, ametupa kulifanya, ametupa kulitekeleza. Sasa ni mapenzi ya Mungu kila kusudi aliloliweka ndani yako litimie. Ni mapenzi ya Mungu kila kusudi ambalo amekumbia kulifanya hapa duniani lifanyaje, litimie. Ni mara chache sana ukaona mtu ambaye Mungu alimkusudia afanye jambo kubwa kuona anafanya vibaya au anaacha kufanyaje, kulitimiza hilo kusudi. Manake Mungu akiwa pamoja na wewe unao uhakika wa kutimiza kusudi na mipango ya nani? Ya Mungu kwenye maisha ya kwako. Sasa mbali na vizuizi hivyo, magonjwa, nguvu za giza, uonevu wa shetani na mengine mengi kama hayo, Mungu bado anaweza kutusaidia kuishi na kuyatimiza makusudi ya Mungu, pamoja na kwamba hivyo vizuizi vyote vinaweza vikawepo. Na tunaweza tukatimiza haya sasa tukiwa tunaziishi kanuni za Mungu. Nilikuwa nasisitiza nasema lazima uombe kwa ajili ya maisha marefu. Mwambie Mungu akupe maisha marefu ili kuja kulitimiza kusudi la Mungu ambalo amekumbia kufanyaje, kuliishi hapa duniani. Tunaona watu wengi wanakatizwa maisha yao, wanakatizwa uhai wao, wanakatizwa kuyaishi na kuyatumikia makusudi ambayo Mungu aliombea kuyafanya
Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya adui shetani. Anaua maisha yao, anaua hatima zao. Na nilikwambia last day kwamba hakikisha unajitahidi kuzungumza maneno chanya kupitia kinywa chako. Usizungumze tu ili mradi unazungumza, ila jitahidi kila wakati kuzungumza maneno chanya. Na unapozungumza maneno chanya, inakusaidia wewe kutokumpa nafasi adui kupitia maneno ya kinywa chako kukuzuia kutimiza kusudi la Mungu ambalo amekumbia kuja kuliishi wapi? Hapa duniani. Sasa wengi wanashindwa kuyatimiza mapenzi na makusudi ya Mungu hapa duniani kwa sababu ya kuzuiliwa na adui. Na anapofanikiwa kumzuia sasa huyu mtu anakosa nguvu ya kuendelea, anakosa nguvu ya kulitumikia kusudi la Mungu. Sasa wakati nikiwa nakufundisha kwamba kizuizi cha kwanza ni nguvu hizo za giza, na unaweza ukaona kwenye baadhi ya familia, mfano kuna madhabahu za ukoo, kuna madhabahu za familia nyingi zimewazuia. Wengine walizaa kabla ndoa wakazuiliwa hivyo, wengine wame drop out, wametoka out of school, wameacha shule, vitu kama hivyo. Sasa haya mambo yote haya ni moja kati ya vizuizi vikubwa ambavyo vinazuia watu wengi kwenye maisha kwao. Lakini pia kuna mauti. Mauti yenyewe kazi yake ni kuua kabisa cha kwako, kukuua wewe na kuua kazi ya Mungu ambayo iko ndani yako. Maana ukifa wewe, hata kusudi haliwezi kutimia. Lakini pia nilisema sababu ya tatu ambayo ni kizuizi kwa watu wengi ni dhambi. Sasa dhambi ni moja kati ya kitu ambacho kinampa adui nafasi kuja kukushambulia na kukuangamiza. Na anaweza adui akakuangamiza kwa namna moja ama nyingine, kwamba yeye akitumia dhambi kama nafasi, anaweza akapitisha kitu kinaitwa magonjwa. Anaweza kupitisha kitu kinaitwa magonjwa. Anapoachilia magonjwa kwenye maisha yako kupitia dhambi ambayo umeifanya, anaweza kukuzuia. Kuna watu wana HIV positive, kuna watu wana cancer. Wote hao wamezuiliwa na adui, na inawezekana Mungu alikuwa ameweka makusudi makubwa ndani yao. Sasa wakati nikiwa nazungumza haya, nilisema pointi ya msingi kwamba Mungu anataka tutembee kwa viwango vikubwa. Mungu anataka tutembee kwa viwango vikubwa sana vya udhihirisho wa nini? Wa nguvu zake. Anataka tutembee kwa viwango vikubwa vya udhihirisho wa nguvu zake, ili tunapokuwa tunatembea na udhihirisho wa hizi nguvu, tuwe miongoni mwa watu ambao tutatumika bila changamoto, tutatumika bila kuacha kutimiza kila ambacho Mungu amekiweka ndani yetu. Tufanyaje? Tukitimize. Sasa maisha ya watu wengi yako katika hatari, sawa? Yako katika hatari ya kutokutimiza mapenzi ya Mungu kwenye hii dunia au kwenye ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu ya adui aliyeweka vikwazo na vizuizi vingi kuwafanya wasitimize mapenzi na makusudi ya Mungu. Sasa inawezekana unanisikiliza na Mungu ana mpango mkubwa na wewe. Lazima uzingatie kanuni ambazo zitakusaidia sasa kuwa mtu mwenye nini? Mwenye matokeo, ili uwe miongoni mwa watu ambao wataacha alama, wataacha legacy, wataacha urithi katika dunia ambayo Mungu amewapa kuishi. Na tunapozungumza kwa habari ya urithi, maana yake ni kwamba Mungu alipokuumba aliweka hilo kusudi ili uje urithishe ulimwengu, ili uje uachie watu hapa duniani wayaishi hayo ambayo wewe uliyaishi na wakukumbuke kupitia hayo. Nilikuwa natoa mfano, nikawa nasema kwamba leo hii tuna watu ambao of course tu niseme kwa Tanzania nzima, hasa kwa watu ambao walikuwa na ufahamu mzuri, wanafahamu kwa habari ya Rais Magufuli. Rais Magufuli anakumbuka kwa sababu ya yale aliyoyafanya Tanzania, na anakumbuka kwa sababu ya vile alivyoviacha amevifanya Tanzania. Asingefanya hayo, asingekumbukwa. Maana kuna mtu mmoja ambaye hajawahi kufanya chochote kwenye ulimwengu huu, ndio maana akumbukwe kwa chochote. Kwa mtu yoyote asiyefanya chochote kwenye dunia hii, hawezi kukumbukwa na dunia kwamba aliwahi kufanya jambo fulani. Sasa nisikilize vizuri. Kusudi la Mungu lina vizuizi vingi. Nilikupa mfano wa Yusufu. Yusufu amezaliwa kwenye familia ya watoto 12. Ukijumlisha na dada yao alikuwa anaitwa Dina, watoto 13. Kama kuna watoto wengine alizaa Yakobo basi, lakini nafahamu ni watu hao 12. Na kwenye Biblia by the way alikuwa anazingatia kanuni ya kutaja wanaume peke yao na wanawake walikuwa watajwi. Sasa Dina alitolewa, lakini akawa amewekwa mtu mmoja anaitwa nani? Of course Dina alitolewa kwenye ile list ya watu 12. Kwa akabaki watu 12. Dina akawa
ni mtu ambaye hakuhesabiwa katika ile familia. Sasa tunaona kwa mfano huo kwamba kwenye kabila kwenye uzao wa Israeli, wa Yakobo, haya makabila 12 haya, mtu mmoja tu ndiye aliyekuwa amechaguliwa. Sasa Yusufu tunamuona alichukiwa na ndugu zake, wakataka wakamuuza. By the way, walitaka kumuua, lakini baadaye wakamuuza, wakashauriana wamuuze. Na baada ya kumuuza, Yusufu anaenda anafungwa gerezani. Na vyote hivi vilikuwa vinakuja ili kutaka tu kuzuia kusudi la Mungu ambalo liko wapi? Ndani yake. Sasa habari njema ni kwamba Mungu anapokuwa amekusudia kukusaidia, kukuvusha na kukupa nguvu ya kutimiza ili kusudi la Mungu, kusudi lake hapa duniani, hata ruhusu adui aje akuonea hata kidogo. Hata ruhusu adui aje afanye vita na wewe hata kidogo. Hata ruhusu, unaweza kupitia mambo magumu, kupitia changamoto, lakini Bwana bado akawa pamoja na wewe kukusaidia mpaka unashinda. Kama ambavyo alimshindia Yusufu, ndivyo ambavyo anaweza kukushindia wewe. Sasa kuna wengine ambao pamoja na kwamba walikuwa ni makusudi na ni mapenzi ya Mungu waje wafanye vitu vikubwa duniani, bado shetani pia aliua hatima zao kabla ya muda wao kuishi. Hebu imagine mtu kama Dr. Myles Munroe, ni mtu wa kufa mapema huyo, alipaswa endelee kuwepo. Watu kama kina Archbishop Benson Idahosa ni watu wa kufa mapema. Watu kama kina TB Joshua ni watu wa kufa mapema. Basi tuseme tu ni mapenzi ya Mungu ameondoka, lakini wangeendelea kuishi, kwa mfano, wangekuwa na matokeo gani makubwa ambayo wangekuwa wameyasababisha tena hapa duniani? Manake hao watu wana mchango mkubwa, na kwa sababu ya huo mchango wao mkubwa, sasa imekuwa hamasa hata kwetu sisi wengine ambao ni wa kawaida kutamani walau kuwa kama wao. Ndio maana tunalipa hata gharama ya kuomba, tunalipa gharama ya kukesha, tunalipa gharama ya kukaa uweponi mwa Mungu, ili walau Mungu aachilie hata hizo neema na hivyo vibali ambavyo watu wa Mungu walikuwa navyo kupitia bidii ambazo tunazifanya, ili tuweze kuacha pia alama kupitia makusudi ambayo Mungu aliyaweka wapi? Ndani yetu. Amen. Sasa nilizungumza kitu kimoja kwamba moja kati ya kizuizi cha mtembeo wa Mungu, moja kati ya kizuizi cha mtembeo wa Mungu katika nyakati hizi. Kwa nini? Kwa sababu ili utimize kusudi la Mungu, kusudi la Mungu lina demand kiwango fulani cha nguvu. Kusudi la Mungu linataka kiwango fulani cha nguvu za Mungu. Sasa na hizi nguvu za Mungu, au ili utimize kusudi la Mungu, kuna kanuni kadhaa za kuzishi. Nilikupa kanuni kadhaa pale mwanzo. Nikazungumza kanuni ya uaminifu kwa Mungu, kwa watu na kwa jamii na kuzunguka. Lakini pia nilizungumza kitu kingine kimoja kizuri sana. Nilizungumza kitu kingine kizuri sana kwamba mahusiano yako na Mungu. Mahusiano yako na Mungu ni moja kati ya jambo ambalo linaweza likakusaidia wewe kutimiza kusudi la Mungu. Lakini nikazungumza jambo lingine, maisha matakatifu, au maisha ambayo yanapaswa uishi kwa kushinda dhambi, uikimbie dhambi kwa namna yote. Na nilikuwa nimemweka Yusufu kama subtopic ya huo upande kwamba Yusufu alishinda zina. Yusufu alishinda kutokuwa mtu ambaye sio mwaminifu. Alikuwa mwaminifu. Wakati kaka zake wanaiba mifugo, wanauza huko machungani, wanachinja tu namna ambavyo wanajisikia. Ndio maana hata walivyokuwa wanataka kumuua Yusufu, walichinja mbuzi bila hata taarifa kwa baba yao. Maana yake Yusufu aliyekuwa anamletea taarifa baba kwamba hawa ndugu zangu wanafanya 1 2 3, alikuwa anaona yale matendo ambayo alikuwa anafanya yalikuwa yampendezi yeye, lakini pia alikuwa anapeleka kwa baba yake, kwa sababu baba pia alipokuwa anasikia alikuwa fresh na yale mazingira. Sasa jambo moja ambalo lilimsaidia Yusufu, alikuwa mwaminifu kwa baba yake, alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Lakini pia Yusufu alikuwa ni mtu ambaye anaishi maisha matakatifu, alishinda dhambi. Amepelekwa kwa Potifa, mke wa Potifa akamtamani, lakini akakataa kuzini, akakataa kulala naye. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo vitakusaidia maisha yako matakatifu, unashinda dhambi kwa kiwango gani, lakini pia uaminifu wako. Na cha tatu nikasema utakatifu. Lakini jambo la 4 nilizungumza kwa habari nilizungumza of course kwa uaminifu, mahusiano yako binafsi na Mungu na kuishi maisha matakatifu. Uaminifu, mahusiano binafsi na Mungu, maisha matakatifu. Lakini nilizungumza jambo la 4, nikazungumza kwa habari ya maombi. Sasa haya maombi ambayo nataka nikufundishe leo ni maombi ambayo ni ya viwango. Maombi ya nini?
maombi ya viwango. Ili sasa utakapoanza kuomba kwa viwango, sawa, utakapoanza kuomba kwa viwango vikubwa, ndipo utakapo push au utakapozaa nguvu itakao kusaidia kuweza kulitimiza kusudi la Mungu alilokuumbia uje uliishi wapi? Hapa duniani. Sasa tunahitaji kutembea na nguvu za Mungu sana, hasa kwa kipindi hiki nilikuwa nasema, na tunapaswa kumruhusu Mungu ili atembee na sisi. Sasa when we talk of mahusiano ya nguvu za Mungu na kusudi la Mungu aliloliweka ndani yetu, hivi vitu vinahusiana. Ndio maana utaona, na naomba tu niseme kwa upendo kabisa, angalia huduma ambazo watu wake ni waombaji. Huduma zinakuwa kwa kasi, zina maelfu ya watu, zina watu wengi, mega churches. Ukisikiliza shuhuda za mtumishi wa Mungu Bishop Gwajima utaona. Ukisikiliza shuhuda za mtumishi wa Mungu Mwalimu Onesmo Prosperity utasikia shuhuda zake. Na ukimsikiliza hata akiwa anaomba, ni mtu wa maombi kweli kweli. Maana yake gharama pekee ambayo inaweza kukusaidia kuwa na matokeo katika kutimiza hilo kusudi ambalo Mungu aliweka ndani yako ni maombi. Sasa haya maombi lazima yawe ni maombi ambayo yataombwa kwa viwango, yataombwa kwa dimensions kubwa kubwa. Bila kuwa mtu wa maombi ambao unakesha, unaomba, huwezi kuona udhihirisho wa kusudi la Mungu. Kuna watu wengi wamezuiliwa kutimiza makusudi yao ambao Mungu alikuwa amewekea ndani yao kwa sababu ya kutokuomba. Nisikilize, hakuna mtu ambaye sio muombaji. Hata huyo Mo Dewji mnemfahamu, inawezekana anaomba. Sasa sijui kama anaomba kwa miungu au anaomba kwa Mungu wetu. Kwa hiyo inawezekana hata matajiri ambao tunawatazama kama figures kwenye mataifa ya kwetu, inawezekana watu ndio ni kweli tunaona ni figures na ni viwakilishi kwenye mataifa ya kwetu kwenye eneo la fedha na uchumi, ila sasa kuna mahali ambako wanapeleka dua zao, wanaomba aidha ni kwa miungu au kwa Mungu wetu wa mbinguni. Sasa tunapaswa kuzingatia ili kwamba Mungu huyu anataka tuwe watu ambao ni waombaji, ili kuhakikisha tuna push kutimiza kusudi la Mungu. Tuna push kuhakikisha tunatimiza makusudi ambayo Mungu ameyaweka wapi? Ndani yetu. Mimi kwa kiwango nilichofika, nisingekuwa hapa bila maombi ya wazazi, bila matamko ya watumishi wa Mungu wakubwa ambao wamenitangulia kwenye huduma, bila maombi ya watu wa kawaida ambao wananiombea, washirika wa makanisani huko na kadhalika. Bila hayo maombi nisingefika hapa. Maana yake kuna mchango mkubwa sana wa maombi katika kuyatimiza mapenzi na makusudi ya Mungu ambaye ameweka wapi? Ndani yetu. Sasa I was talking about one thing, na hii ni situation ambayo natamani niirudie hapa. Kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 mpaka mstari wa 5 pale. Maandiko yanasema hivi: maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Sasa kuna ngome ambazo ziko katika fahamu za watu. Kuna ngome ambazo zimefunika fahamu za watu. Na kwa sababu hiyo sasa watu hawataki kuona, lakini pia wanamzuia Mungu kutembea katika udhihirisho mkubwa wa nguvu za Mungu. Sasa Yesu yuko hai. Yesu anaweza kutuponya tukatoka kwenye hiyo mitazamo mibaya, tukaanza kutembea na hii nguvu ambayo anataka kuiachilia nyakati hizi. Nilikuwa nakupa ushuhuda na nakwambia tulikuwa mahali fulani ambako nilikuwa nazungumza na watumishi wa Mungu. Wakawa nasema kwamba ngome ya udini imewafanya watu wengi, hata kitokea watu wameitisha mkutano wa injili ambao na kusanya watu wote wa dini zote, watu wanasimamia dini zao, wanasema hatutaki watu wetu waje wapi? Kwenye hizo dini. Hatutaki watu wetu waje kwenye mikutano. Lakini hiyo yote haimaanishi kwamba watu hawana matatizo. Watu wana matatizo, mtu wa Mungu. Watu wana changamoto, mtu wa Mungu. Wana shida nyingi, wana shida kibao ambazo zimejaa kwenye maisha kwao, lakini hawana mahali pa kwenda ili Yesu awaponye. Isipokuwa sasa wanapopata hata hizo nafasi ndogo kupitia watumishi wa Mungu ambao wanakuwa wamekuja kutoa huduma, nazo pia wanazuiliwa wasiende. Kwa nini? Kwa sababu ya tabia ambazo watu wamekuwa nazo katika maisha yao. Nisikilize, tukimzoelea huyu Mungu
hatutaona mtembeo mkubwa. Tukimzoelea huyo Mungu, hatutaona mtembeo wa nguvu za Mungu katika maisha ya kwetu. Tutakuwa tunatembea kwenye viwango vya kawaida. Kwa hiyo natamani sana walau moto wake ndani yako, na uwe miongoni mwa watu ambao watakuwa wanamtaka Mungu na nguvu zake. Nisikilize. Nilikuwa nafundisha kwenye ibada ya leo Jumapili. Of course ibada ya leo Jumapili. Nilikuwa naambia watu kwamba Mungu anapokuinua kwenye familia, anakuinua wewe Yusufu. Anakuinua wewe Yusufu. Na nashukuru pia mtumishi wa Mungu alifundisha hili jambo. Apostle Mtalemu akasema kwamba umezaliwa kwenye familia ya watu ambao waabudu. Wewe pia unapaswa kuwafanya waabudu, wamjue Mungu. Sasa hatukubali kulipa gharama ya kuomba. Hatukubali kukana Mungu kuomba. Ndio maana hatuoni matokeo. Sasa nataka nikufundishe viwango kadhaa ambavyo vitakusaidia walau upige hatua kwenye hilo kusudi ambalo Mungu amekuumbia kufanya. Nafikiri hii kanuni kama ingezingatiwa toka mwanzo kwa baadhi pia watumishi wa Mungu, watu wakubwa katika Biblia, tungekuwa tunaona matokeo makubwa. Kwa mfano, hakuna mahali ambako sawa Biblia imeandika kwa habari ya nani? Ya Samsoni, kwamba Samsoni akaomba. Sidhani kama kuna mahali ambako maandiko yameandika hivyo. Ili utaona watu wote ambao Biblia ilikuwa inaandika sawa, fulani akaomba Mungu, akamuomba Mungu. Mungu alikuwa anakuja kujidhihirisha kwenye maisha kwao. Sawa? Samsoni inawezekana maombi pekee aliyoyaomba, aliomba tu yale maombi ya kwamba ajilipize kisasi, wakati akiwa tayari ameshatobolewa macho. Maana kama angekuwa muombaji tokea mwanzo, asingetobolewa macho, asingeng'oa macho yake, asingekatwa hata nywele. Si unaelewa? Asingekatwa nywele kabisa, asingekatwa. Angefanya mambo makubwa na angekomboa taifa lake kwa urahisi sana. Ila dhambi ikampa nafasi adui, akaharibu maisha yake, akaharibu hatima yake. Sasa sitamani wewe uwe miongoni mwa watu ambao hatima zao zitafanyaje? Zitaharibiwa na shetani. Sitamani wewe miongoni mwa watu ambao watateswa na nguvu za giza na dhambi kwenye maisha yao. Natamani wewe miongoni mwa watu ambao watamtaabisha shetani kwa sababu ya matokeo anayowazalisha kupitia maombi. Naomba nikupe shuhuda za watu ambao nimewasikia kwenye maisha yangu na kwa masikio yangu. Nimeona hawa watu, nakupa shuhuda zao kwa sababu nimewahi kujifunza kwao pia. Na maisha yao yana matokeo. Maisha yao ya maombi yana matokeo. Sikiliza vizuri nikwambie mtu wa Mungu. Hatuna matokeo kwa sababu tumejiwekea limit katika kufanyaje? Katika kuomba. Sio, unaelewa vizuri? Tumejiwekea limit kwenye maombi. Hatuombi ipasavyo, lakini pia tunaomba kwa hali ya kawaida. Sio, unaelewa vizuri? Rama koseketa lagadabedia. Manda rama mashandelegedeba. La konda rabagazagadebea. Makonda labadiga. Masona gadabayadaba. Makota bedegebenela. Iskanosgedela. In the mighty name of Jesus Christ. Sasa nataka uone hiki kitu kimoja kwamba huyu Mungu ambaye tunamtumikia anatamani sana sisi watoto wake tuwe waombaji. Anatamani sana sisi watoto wake tuwe watu wa maombi. Ili kutokea kwenye maombi sasa tuwe na udhihirisho na mtembeo mkubwa wa nguvu za Mungu ambazo zitazalishwa huko kutokea kwenye maombi, ili tuweze kuona matokeo kwenye maisha ya kwetu. Listen to me. Kuna watu ambao wameomba mahitaji yao kwenye maisha. Sawa? Kwenye maisha vilikuwa vimeombwa hivyo vitu kwa muda mrefu. Wameomba kwa muda mrefu na mpaka wakakata tamaa. Lakini walipounganisha nguvu kuomba, vitu vilibadilika. Mungu alijibu. Sasa inawezekana huko wewe peke yako na pengine umeomba vitu vya kwako kwa muda mrefu hujaona matokeo. Utakapokuwa unasikia hizi point, itakusaidia walau kuelewa kwamba kumbe inawezekana nilikuwa nakosea kuomba, au sikuwa nimeomba kwa viwango vikubwa ambavyo nilipaswa kufanyaje? Kuomba navyo. Sasa naomba niseme tu point kwanza chache hapa kwamba maombi kama maombi ni jambo la lazima. Sio option kwa Mkristo yoyote. Maombi kama maombi ni jambo la lazima, sio option kwa Mkristo. Ukisoma kitabu cha Luka sura ya 18 na mstari wa kwanza, Luka 18 na mstari wa kwanza,
Neno la Bwana linasema alipokuwa akiwafundisha kwa mifano aliwaambia, sawa? Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani ya mchi Mungu wala ajali. Sasa hapa alikuwa anawafundisha kwa mifano, akawaambia kwamba hawapasi kufanyaje? Hawapasi kukata tamaa. Unapokata tamaa kwa habari ya kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako, hakiwezi kuzaliwa, hakiwezi kutimia. Kwa upasi kukata tamaa, kuomba. Every day you must pray. Whether umeomba nusu saa, umeomba dakika 40, umeomba dakika 20, umeomba lisali moja masaa mawili, you must pray as God said in his word. Unapasa kuomba kama Mungu ambavyo alisema katika neno lake. Sasa huu mfano mimi ulinipa nizamu na nimejijengea nizamu ya kuomba. Weza nitaenda kwa kiwango cha kwanza, nitaenda kwa kiwango cha pili, nitaenda kwa kiwango cha tatu, nitaenda kwa kiwango cha 4, cha 5, hata cha 6. Nitaomba mpaka nione matokeo. Na namshuhudia Mungu kwamba yako mambo mengi ambayo ameyafanya kwenye maisha kwangu na nimeuona mkono wake. Na nakuombea hata wewe pia Mungu akupe neema katika jina la Yesu. Ili utakapoanza kuomba sasa uweze kuona matokeo makubwa. Kwa nini? Kwa sababu haya maombi ndio ambayo yanasecure, ndio ambayo yanalisukuma kusudi la Mungu liweze kutimia. Sasa mahusiano yake ya kila siku na Mungu yanaamuliwa na kiwango chako cha kumsikia Mungu na namna ambavyo Mungu anaweza kujibu nini maombi yako. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa pili sura ile ya 6 na mstari wa 23. Wafalme wa pili sura 6 na mstari wa 23. Maandiko yanasema hivi, Wafalme wa pili sura ile ya 6 na mstari wa 23. Maandiko yanasema kwamba haya ni maandiko yanayomzungumzia Elisha pamoja na mwanafunzi wake. Kianzia mstari wa 22 maandiko yanasema hivi, akajibu, usiwapige. Je, ungetaka kuwapiga watu ambao umewatoa katika mateka kwa upanga wako au uta wako? Weka chakula na maji mbele yao, wapate kula na kunywa na kwenda kwa bwana wao. Basi akawaandalia chakula tele, nao walipokwisha kula na kunywa akawaacha, wakaenda zao kwa bwana wao, na vikosi vya Shamu havikuja tena katika nchi ya Israeli. Sasa nisikilize. Elisha alikuwa ni mtu ambaye anaweza kumsikia Mungu na kuona mambo mengi kwa jinsi ya rohoni. Lakini huyu mtumishi wake alikuwa hana uwezo wa kufanyaje? Wa kuona. Kwenye ule mstari wa 16 na 17 maandiko yanasema hivi, akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja na. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi umfungue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho ule mtumishi wake, akaona, na tazama kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyozunguka Elisha pande zote. Nisikilize. Elisha alikuwa mtu wa milimani. Elijah was a man of what? Of mountains. Alikuwa ni mtu wa milimani. Na anapozungumza kwa habari ya milimani, maana yake alikuwa ni mtu anayekaa kuomba kila wakati. Kilichofanya Elisha apokee upako kutoka kwa Elia ni kwa sababu ya aina ya maisha ambayo alikuwa ameamua kuyaishi, tofauti na manabii wengine, wale watoto 700 nafikiri waliokuwa pia ni watoto wa nani? Wa Elia. Kilichofanya Elia apokee manto kutoka kwa Elisha, kilichomfanya Elisha apokee manto kutoka kwa Elia ilikuwa ni maamuzi aliyokuwa ameyafanya ya kuishi maisha kama alivyokuwa anamuona baba yake akiwa anaishi. Ndio maana katika mambo miujiza aliyokuja kuifanya Elisha alifanya miujiza mingi kuliko hata Elia. Sawa. Naomba unisikilize tu kwa makini kwa sababu haya majina mawili nachanganya. Miujiza aliyokuja kuifanya Elisha ilikuwa ni mingi zaidi ya miujiza ambayo alifanya nani? Elia kwenye maisha yake. Sawa. Sasa natamani sana ufahamu kwamba kusudi la Mungu bila maombi haliwezi kutokea. Unavyoona tunaandika vitabu kwa spidi, unavyoona tunafundisha usiku kucha, unavyoona tunahubiri kila siku mtaani, unavyoona tunafanya mambo makubwa, tunaandika masomo, tunawatumia huko inbox na kadhalika. Hayo yote yamezaliwa na aina ya maisha tuliyoamua kuyaishi. Siwezi kuwa nakuja hapa kila siku na kufundisha kitu kile kile. Nitakuja na kufundisha mafunuo mapya. Kwa nini? Kwa sababu ninatenga muda wa kukaa na Mungu. Napata uwezo wa kumsikia, napata uwezo wa kusikia nini anataka nifanye kwa muda huo na nifundishe kwa namna gani. Na kuna muda hatujaingia online lakini tunaomba. Naamini kuna watu wamefungwa na wanaomba. Kwa nini? Kwa sababu nilipokea pia shuhuda kutoka kwa watu wa Mungu ambao wametiwa nguvu na maombi ya siku 40 yanaendelea.
Mwanzo alikuwa anafunga hawezi kufunga, lakini sasa hivi anaweza. Alikuwa anafunga ila hawezi kumaliza siku zake, lakini sasa hivi anaweza kumaliza. Kwa hizo ni shuhuda ambazo pia zinanipa moyo. Sasa Mungu anakuwa mwaminifu kwetu kutupa haya mambo ambayo tunawafundisha kwa sababu ya aina ya maisha tuliyoamua kuyaishi. Tunakuza viwango vyetu vya mahusiano na yeye, na ambavyo pia hivyo viwango vya mahusiano vinakuza uwezo wetu wa kumsikia, na mahusiano yetu yakiwa yamekuwa makubwa tunakuwa na uwezo wa kumsikia kwa urahisi, lakini pia Mungu anatusaidia kuwa na majibu ya maombi ambayo tunampelekea kila wakati. Kwa hiyo ninakusii tu kwa neema ambayo Mungu ametupa na neema ambayo Mungu amekupa wewe hapo, hakikisha unaomba kila wakati. Hakikisha unakuwa mtu wa maombi ili utimize makusudi ambayo Mungu ameyaweka kwenye maisha yako. Nimekuambia na kwa kutolea mfano kwamba kwenye Biblia kuna watu ambao hawakuwa na maisha ya maombi. They were not praying at all. And that's why they didn't even fulfill. So, they didn't even fulfill their purpose. Hawakutimiza hata makusudi ya Mungu ambao walikuwa wameagizwa kuyafanya hapa duniani. They didn't. Hawakufanya. So, unapoishi maisha ya maombi inakusaidia kuyaishi makusudi ya Mungu na kuyatimiza. Na nilikwambia tunapozungumza kwa habari ya kutimiza, maana yake ni katika utimilifu wake. Tulisoma hilo andiko la Kiingereza cha kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 6. Anasema he will perfect it. Those who began a good work will perfect it. Kwa anasema kwa sababu ni Mungu ndiye aliyeanza kazi njema, ataitimiliza. So Mungu aliyeanza kazi njema na uwezo wa kuitimiliza mpaka katika utimilifu wake. Kwa moja kati ya kazi njema pia ni haya makusudi ambayo ameweka ndani ya nini? Ya maisha kwetu. Ameweka ndani yetu ili tuweze kuyaishi hapa duniani. Yatatimia kulingana na kiwango cha maombi tunayoyaomba. Ukubali ukatae, huo ndio ukweli. Kwa hiyo hakikisha unakuza kiwango cha maombi. Sasa nimekuambia swala la maombi sio swala sio swala la option. Nikisema option maana yake namaanisha sio ombi. Yaani maombi au kuomba sio ombi, ni lazima. Ndio maana amesema imewapasa kumomba Mungu. Kuomba sio ombi bali ni lazima. It's an obligation. Prayer is not a request. It's not an option, but is an obligation. Sio option. Ukiweka maombi akiwa kama option, maana yake hata kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yako itakuwa option tu ya kawaida. Sawa sawa? Kwa unapaswa kuomba kwa bidii, unapaswa kuomba kwa imani, unapaswa kuzidisha viwango vya maombi ili huyu Mungu sasa ahusike katika maisha yako kwa viwango vikubwa, kutimiza kusudi ambalo ameliweka wapi? Ndani yako. Watu huwa wanacheleweshia of course majibu kwenye maisha kwao kwa sababu kadhaa. Jambo la kwanza, watu wanaomba vibaya. Kuomba vibaya. Kitabu kile cha Yakobo sura ya 4. Yakobo sura ile ya 4. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya 4, utaona maandiko yanasema hivi. Yakobo sura ya 4. Utaona maandiko yanasema hivi. Yakobo sura ile ya 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Nafikiri naweza nikasoma tu mstari wa 3. Anasema hivi mstari wa 3. Hata mwaomba wala mpati kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. So watu wapokee majibu ya maombi yao hasa katika pia makusudi ambayo Mungu amewapa kufanya. Kwa nini? Kwa sababu wanaomba vibaya. Lakini pia jambo la pili ambalo linasababisha watu wasijibiwe maombi yao, watu wanaomba kwa mitazamo mibaya. Kuomba vibaya na kuomba kwa mitazamo mibaya ni vitu viwili tofauti. Maana yake ile kuomba vibaya ni kwamba tuombi sawa sawa. Sawa sawa. Hatuombi sawa sawa na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Tukiomba kwa mitazamo mibaya pia ni ile kwamba unaomba kwa na mitazamo ambayo haiendani na mtazamo wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Samuel wa kwanza utaona, nafikiri kwenye mstari wa Samuel wa kwanza utaona anazungumza kwa habari ya mtazamo wa mtu mmoja anaitwa Hana. Hana, yes, Hana. Hana alikuwa hana mtoto kama jina lake linavyoitwa Hana. Lakini huyu Hana tunamuona ameenda kuomba mtoto mbele za Mungu. Aliposema tu kwamba huyu mtoto utakayenipa nitamtoa kwako, Mungu akasema mimi wana shida na watumishi. Kwa hiyo kama tayari umeshamtoa huyu mtoto ili awe mtumishi wangu, basi nakupa mtoto.
Maana yake aliomba sawa sawa na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Aliomba sawa sawa na mtazamo wa Mungu. Kwa Mungu alimpa. Ndio maana hata maandiko yanasema tunapoomba tunapaswa kwenda na hoja zenye nguvu. Usiende tu na bra bra. Baba nipe utajiri, nipe mali, alafu anasema wewe ndani yako unasema na nikitajirika watanikoma. Nikitajirika wataniona. Watajua kwamba mimi na hela. Ukiwa unaomba hivyo huwezi kupata. Kwa hata kwenye makusudi, usiseme tu nataka nitimize kusudi kwa ajili yako binafsi. Na mara nyingi nilikuwa nasema hivi, kusudi la Mungu ni kwa ajili ya watu wote. Kusudi la Mungu ni kwa ajili ya watu wote. Kwa ajili yako wewe, familia yako, jamii inayokuzunguka, na kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mungu akikupa upako wa kuponya, hautajiponya wewe peke yako. Utakuponya wewe na utaponya wengine. Utapona wewe na utaponya wengine, manake hiki kitu kinakuwa ni faida kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wengine. Amen. Sawa, sasa unapoomba kwa mtazamo sahihi, Mungu anaachilia majibu ya maombi yako. Sasa kuna jambo lingine ambalo linasababisha watu wasijibiwe. Watu wanaomba wakiwa katika hali ya dhambi. Mtu nakuta anaomba huko akiwa katika hali ya dhambi. Sasa kuna watu ambao, by the way, hii kuomba katika hali ya dhambi maana yake nini? Mtu ametenda dhambi kibao, sawa? Alafu anaenda mbele za Mungu fanyaje kuomba? Sasa ukiwa unaomba huku ukiwa katika hali ya dhambi, usitarajie maombi yako kujibiwa na Mungu. So, kama nilivyosema, sababu moja hapo ambayo inaweza kukufanya ukatimiza kusudi la Mungu ni kuishi maisha matakatifu. Kwa hiyo unapaswa uishi maisha matakatifu, sawa? Mbali na dhambi, sawa? Ili Mungu ahusike kwenye hicho kiwango cha kufanikisha kusudi la kuumbwa kwako. Naomba nikupe mfano mmoja. Kuna mtu anaitwa mwana mpotevu. Mwana mpotevu tunamuona alipoondoka kwa babake, alikuwa anakula vizuri, anavaa vizuri na kila kitu anafanya vizuri. Alipoondoka akaenda mbali. Aliondoka na mali, by the way, za kwake na za kakake. Lakini baada ya muda fulani mali zote zilipokotika. Kwa nini? Kwa sababu ya anasa. Kwa hiyo anasa huwa inamfanya mtu anakuwa maskini, inamfanya mtu anakosa mbele wala nyuma. Anakosa thamani kwa watu. Maana huyu ndugu alikosa thamani hata kwa watu, akajikuta anakula hadi makombo. Ya nini? Ya vyakula. Makombo. Anakula vyakula vya nguruwe. Hebu imagine. Thamani iliondoka. So dhambi huwa inaondoa utukufu, dhambi huwa inaondoa thamani ya mtu, dhambi huwa inaondoa kibali, dhambi huwa inaua kusudi la Mungu. Kwa hiyo kubali unapokuwa unaomba, uombe katika hali ya utakatifu. Kwa nini? Kwa sababu dhambi ikiingia inaua mahusiano na Mungu. Isaya 59 mstari wa 1 hadi wa 5. Maandiko yanasema hivi. Isaya 59 mstari wa 1 hadi wa 3. Maandiko yanasema, "Mtazama maovu yenu yameufarikisha uso wa Mungu, na masikio yake hata hataki kufanyaje? Kusikia." Ombi pekee ambalo Mungu anaweza kulisikia, ombi pekee la mtenda dhambi ambalo Mungu anaweza kulisikia, ni ombi la kutubu. "Tazama mkono wa Bwana wa kupunguka hata asiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata asiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuona hata hataki kusikia." Sasa nilikupa majibu tayari kwamba ukitaka kuona Mungu anakusaidia kwenye maisha yako, hakikisha unaishi maisha matakatifu, ili kupitia maisha matakatifu uwe na mahusiano hayo mazuri ya Mungu, yeye kumruhusu kutenda kwenye maisha yako. Na hapa huu mstari ambao tumeusoma ni kwamba mtenda dhambi yoyote anakuwa ameficha uso wa Mungu, lakini pia anaziba masikio ya Mungu asiweze kusikia. Dhambi inaziba sikio la Mungu, lakini dhambi inafumba macho ya Mungu asiweze kuona. Kwa hiyo unaweza kuona unalalamika, unaomba, unalia. Kama unaomba katika hali ya dhambi, Mungu hawezi kujibu. Ndio maana kusudi linapotaka kutimia kwako, lazima lije liondoe kiu ya dhambi ndani yako. Lazima likuachie nguvu ya kuishi maisha matakatifu kwa gharama yoyote. Na hiyo hali ya kuishi katika hali ya utakatifu ndio inayofanya sasa utimize kusudi la nani? La Mungu hapa duniani. Jambo la tatu, kwa nini watu hawajibii maombi yao au hawatimizi makusudi yao? Kwa sababu wao wanaomba chini ya viwango. Wanaomba kiwango ambacho hakiwezi kuwapa matokeo kwenye maisha kwao. Sasa tunapozungumza kwa habari ya viwango, hivi viwango sasa tutaenda kuangalia kiwango kimoja baada ya kingine, na kutokea hapo sasa utajifunza sasa, ili uombe kwa nguvu ili uombe kwa viwango vikubwa na umuone Mungu anatenda kwenye maisha yako, kwenye hilo eneo ambalo unatamani Mungu afanye. Sasa kiwango unachoomba hakiwezi kukupa matokeo kama unaomba maombi ya kiwango cha kawaida. Hayawezi kuleta matokeo makubwa
kiwango unachoomba, sawa, au kiwango cha matokeo utakachokipata kinategemea kiwango cha maombi unayoomba. Matokeo ulionayo ni matokeo ya kiwango cha maombi ulioomba mbele za Mungu. Kwa kiwango unachoomba kinategemea na ufahamu wako ulionao juu ya maombi na muda unaotumia kuomba. Sasa hapa tunapozungumza kwa habari ya viwango vikubwa, tunazungumza pia kwa habari ya ule uwezo wa kuomba kwa muda mrefu. Kuna mtu nusu saa tu akiomba, jasho mwili mzima, anachoka na anakosa hata maneno ya kuomba. Sasa sitamani uendelee kubaki hapo. Natamani upande viwango vikubwa zaidi vya kimaombi. Na ukiwa unaomba kwa viwango vikubwa sasa, uwe na matokeo kwenye maisha ya kwako. Nilikwambia maombi sio ombi bali ni lazima. Prayer is not an option but an obligation. Prayer sio kitu ambacho kinapaswa kuacha kujisikia. Unajisikia kuomba ndo naomba. Unajisikia kwenda kuomba ndo naomba. No. Kwa habari ya maombi, unajisikia unapaswa kufanyaje? Unapaswa kuomba muda wote. So hayo ndio ambayo Mungu anataka. Sasa kiwango cha kwanza cha maombi ambacho nataka ukione, kiwango cha kwanza cha maombi ni kiwango cha kuuliza. Kiwango cha kuuliza au level ya kuuliza. Sasa kwenye hii level ya kuuliza, Mungu huwa hafanyi jambo kama wewe hujaomba. Mungu hafanyi jambo kama wewe hujaenda kumuuliza Mungu. Sasa hii level ya kuuliza ni level ya chini kabisa ambayo ni ya watoto wachanga ndo wanaokuwa kwenye wokovu. Sasa mtu kishajua wewe ni mtu wa maono, upasi kuwa na level ndogo kiasi hichi. Kwa nini? Kwa sababu haitakupa matokeo makubwa. Hebu imagine tumweke mtu anayeomba masaa 6 na mtu anayeomba masaa 2. Huyu anayeomba masaa 6 aombe muda mrefu alafu aombe kwa usahihi. Halafu huyo wa masaa machache aombe kwa usahihi ila kwa masaa machache. Ninakuhakikishia matokeo ya masaa 6 na masaa 2 yatakuwa tofauti. Wa masaa 6 atakuwa na majibu. Niliwapa ushuhuda mahali fulani, nikamwambia kwamba mtumishi wa Mungu Benson Daosa wakati Mungu anamuita, alimwambia aombe kinyume na mizimu ya ukoo. Mizimu ya hilo eneo ambalo lilikuwepo hapo, maanguvu ya giza ambayo alikuwa anatawala kwenye hilo eneo. Na akapewa sharti kwamba wakati anaomba atafunga siku 7, alafu hao anaenda kuombea round about ya huo mji. Akiwa anaenda kuomba siku ya mwisho anamaliza siku ya 7, alikuta nyama zimetolewa pale kama kafara. Alafu juu yake kuna majina. Lakini yale maombi yalikuwa na nguvu, yalivunja na kuharibu ile misingi yote. Sasa nini nataka ukifahamu ni kwamba mtu anayeomba muda mrefu atakuwa na majibu mengi zaidi kuliko mtu anayeomba muda mchache. Anayeomba kwa kiwango cha kuuliza atakuwa na majibu ya kawaida, tofauti na mtu anayeenda kiwango cha 2 au cha 3 na cha 4 na cha 5 na cha 6 cha maombi yake. So, nini unapaswa kufahamu kwa habari ya level hii ya kuuliza? Unapaswa ujue mahitaji yako. Unahitaji nini? Matamanio ya moyo wako, tunaita fantasy. Unatamani nini? Unatarajia nini Mungu akifanye kwenye maisha yako? Kwa mfano hapa kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 13 na mstari wa 12. Mithali 13:12. Mithali 13:12. Maandiko yanasema hivi. Mithali 13:12. Kilichotarajiwa kikawia kuja, moyo ugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Unachotarajia kikawia. Sasa kuna vitu ambavyo tunaita matarajio ya moyo, haja ya moyo wako. Lakini pia Mungu anataka kuombe matarajio yako, matamanio ya moyo wako, lakini pia matarajio ya nini? Ya moyo wako, expectation. Unatarajia nini Mungu afanye? Kwenye hii level ya kuuliza ndio unapaswa kuuliza. Sasa kuna watu wako kwenye level hii ya kuuliza, unapaswa kumuuliza Mungu, usiogope. Sawa sawa Na kanuni hii katika kiwango hiki kuna kanuni kadhaa. Unapaswa ujue na kueleza unachotaka Mungu afanye. Niliwapa mfano watu kadhaa nikamwambia kwamba mtoto akiwa anahitaji kitu kwa baba, asipomwambia baba daftari imeisha, baba hatanunua. Kwa hiyo Mungu anatutazama sisi kama watoto kwenye level hii. Ni mpaka tunapokuwa tumemuuliza sasa ndipo anapofanyaje? Ndipo anapojibu. Kitabu cha Wafilipi sura 4 mstari wa 6. Wafilipi sura 4 mstari wa 6 na wa 7. Anasema hivi, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipatayo akili zote itahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa hapa lazima ujue kueleza nini unachotaka kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Know what you need from God and know how to express yourself.
Sawa, how to ask God, lazima ujifunze. Ni sawa na mfano wa Bartimayo, mtu mmoja kwenye Biblia kitabu cha Marko sura ya 10. Alikuwa kipofu, haoni, ila alikuwa anaongea. Kwa Yesu alipokuwa anapita aliita, "Yesu mwana wa Mungu nirehemu." Akapiga kelele, alafu Yesu akaja akamuuliza, "Unataka nini?" Akamwambia, "Nataka kupona." Na Mungu akafanyaje? Akamponya. Kwa hiyo wewe pia ukitaka Mungu afanye kwenye maisha yako, lazima ukumbuke kuja kwenye hii level ya kufanyaje? Level ya kuuliza, asking God. Lakini pia hapa Mungu anataka ujue alichosema katika neno lake kuhusu hitaji lako au mapenzi ya Mungu. Ndio sasa pale ambapo nilisema kwamba watu hawajibiwi wengi. Kwa nini? Kwa sababu anaomba kinyume na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwa lazima ujue alichokisema katika neno. Ndio maana sasa waraka wa Yohana sura ile ya 5, waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 13. Maandiko yanasema hivi, "Nimeandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake afanyaje? Atusikia." So lazima ujue alichosema katika neno. Mungu amesema nini kwa habari ya ndoa? Mungu amesema nini kwa habari ya kusudi na wito wako? Mungu amesema nini kwa habari ya kanisa? Mungu amesema nini kwa habari ya maisha yako? So unapofahamu haya, inakusaidia kwenda kuomba mbele za Mungu na kufanyaje? Na kujibiwa ombi lako. Ndio maana sasa kwenye mstari wa 15 anasema kwamba, "Na kama tukijua kwamba atusikia, tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizofanyaje? Tulizomwomba." Kwa Mungu atakujibu kama unajua. Lakini kiwango cha pili ni kiwango cha kutafuta. Kiwango cha pili ni kiwango cha kutafuta. Tumeanza na kiwango cha kuuliza, lakini tunaingia kiwango cha kutafuta. Mathayo sura ile ya 7 mstari wa 7 na 8. Maandiko yanasema hivi, "Ombeni nanyi mtapewa." So tumetoka kwenye kuuliza au kuomba, tunakuja kwenye level ya kutafuta. Ukipoteza hiki kitu, halafu kikapotea ukawa hujui kiko wapi. Ukiwa unaomba tu, "Baba nisaidie remote ipatikane, nisaidie pesa zangu zipatikane." Unaweza kuwa unaomba sawa, lakini kama utatoka kwenda kutafuta, hata kama ilikuwa mahali tu fulani ambako panapoonekana, hautaipata. Kwa nini? Kwa sababu hujaingia kiwango cha pili cha kutafuta. Sasa kwenye maombi pia kuna kiwango ambacho napaswa kupanda, kwamba huendi tena mbele za Mungu kutafuta vitu. Unaenda kumtafuta Mungu ili Mungu akuonyeshe mambo ambayo yaliyojificha kwenye hilo ombi lako. Kwa nini hujajibiwa? Kwa nini imecheleweshwa na kadhalika. So kwenye kiwango cha kumtafuta Mungu au cha kutafuta, kiwango hiki cha maombi cha kutafuta, unaenda kumtafuta Mungu mwenyewe, sio kutafuta mahitaji au vitu. Sawa, vitu. Kwa hiyo huwezi kwenda mbele za Mungu unasema namtafuta Mungu alafu ukawa unaenda kutafuta vitu vya kawaida. So namtafuta Mungu ili akufunulie nini cha kufanya na wapi umekosea. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu ambao maombi yao au makusudi yao yamechelewa kutimia. Kwa nini? Kwa sababu wao waombi sawa. Mfano mimi ni mchungaji. Nikiwa sielewi huduma inavyoenda, nikiwa sielewi labda ambavyo mambo yanaenda na kuwa magumu kwenye huduma na utumishi, nisipoelewa hayo, nikienda mbele za Mungu muuliza, "Mungu, kwa nini niko hivi? Kwa nini fedha hakuna? Kwa nini labda kuna ugumu mahali fulani?" Nikiwa naenda kwa kiwango cha kutafuta, huyu Mungu lazima nifunulie kwamba mwanangu umekosea hapa, au kufanya vizuri hapa, au hili jambo jaliweka mahali pake, au unapaswa kufanya hiki. Kwa Mungu nikienda kumtafuta atanionyesha siri. Kwa hiyo namtafuta Mungu ili akufunulie siri au nini cha kufanya kwenye hilo jambo ambalo unakonifanya. Kwa kwenye kiwango cha kutafuta, unaenda kutafuta siri juu ya jambo ili Mungu akufunulie ujue nini cha kufanya. Na ukisema kwenye kitabu cha Yeremia 33, utaona anasema, "Niite nami nitafanyaje? Takuitikia. Nami nitakuonyesha mambo magumu." Bwana, mstari wa 3. "Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua." Kwa Mungu anaweza kuonyesha siri. Utasa huko kwenye familia, unamuomba Mungu anakuonyesha siri ya huo utasa. Umaskini huko kwenye familia, unamuomba Mungu anakuonyesha siri ya huo umaskini kwenye familia, alafu anakupa namna ya kutoka. Magonjwa yanaendelea kwenye familia, unaenda kumtafuta Mungu ili akupe namna ya kutoka. Sasa maombi haya tunaweza tukaomba vitu vifuatavyo. Unaenda kuuliza, unaenda kuomba ili kujua. Unaomba ili kujua nini ufanye. Lakini pia unaenda kutafuta, seeking. Unatafuta majibu ya changamoto kwa kuuliza kwa nini, sababu,
nini imetokea mpaka mambo yamekuwa magumu kiasi hicho. Lakini pia unaenda kuuliza neno la kusimamia. Hivyo unajua hata kwenda kumwambia baba, nilipo sina cha kusimamia, nipe neno la kusimamia. Mungu ni mwaminifu, anakupa neno la kusimamia, anakupa mstari wa kusimama nao. Ila ni wachache ambao wanafanyaje? Huwa wanafanya mambo hayo. Ni wachache ambao wanafanya mambo hayo. Kimwangalia mfano Musa wakati anatokewa na Bwana pale, akaambia, nitajuaje kwamba wewe umenituma? Watajuaje watu umenituma? Mungu akampa neno, waambie mimi ni Mungu wa baba yenu Isaka, Ibrahimu na Yakobo. Mimi niko ambaye niko. Alitaka neno la kusimamia. Ndio maana uliona alikuwa anashinda kila mahali. Wakaleta nyoka akashinda. Majaribu yale wakajaribu kufanya ya kwao, wakashindwa. Akafanya ya kwake ambao Mungu alikuwa anamwambia, akashinda pia. So Mungu akufunulia siri ya changamoto yako, ni rahisi kutoka kwenye hiyo changamoto. Utaona Waamuzi 6 mstari wa kwanza mpaka 25 kwa habari ya Samsoni. Lakini pia utaona Zaburi 34:4. Maandiko yanasema walipomtazama macho yao yakafanyaje? Yakatiwa nuru. So kuna vitu ambavyo inaweza kuwa wewe uvioni kwa macho ya damu, ya macho ya roho. Ila uko unaona kwa vitu tu kwa macho ya damu na nyama. Na hivi vitu unavyoviona kwa macho ya damu na nyama, unakuwa unaona kawaida tu. Lakini kumbe nyuma hivyo vitu kwa macho yao unapotazama, vinakuwa ni vitu ambavyo by the way havikupaswa kuonekana hivyo. Sasa tunapomwomba Mungu anatufunulia macho yetu na tunaanza kuona. Na hapa sasa kwenye andiko unaweza kuandika Yeremia 29. Unaweza kuandika Yeremia 29 na ule mstari wa 12 na mstari wa 13. Najua maandiko yanasemaje? Yeremia 29 mstari wa 12 na mstari wa 13. Maandiko yanasema hivi. Mstari wa 12 na 13. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Sasa Mungu anasikiliza katika kuomba na anaonekana pale unapomtafuta. Mungu anasikiliza katika kuomba na anaonekana pale unapofanyaje? Unapomtafuta. Sasa kanuni za muhimu hapa za kuzingatia. Lazima uzamirie kutoka ndani ya moyo. Mtu anaenda mbele za Mungu lakini hajadhamiria, maana yake unakuwa unampa Mungu option ya kufanya au kutokufanya kwenye hilo jambo lako. So lazima udhamirie kutokea ndani ya moyo wako. Lakini jambo la pili, lazima uwe na bidii ili kuona matokeo. Muendelezo wa kuomba. Hapa kwa wale wavivu, kama wewe ni mvivu kuomba, hakikisha unaomba kila siku. Lazima uwe na nidhamu. Nidhamu maana yake uzingatie muda. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 3 utaona Petro na Yohana walikuwa wanaenda kuomba kila siku hekaluni. Ikifika saa ngapi? Saa 9 jioni. Wanaenda kuomba hiyo alasiri. Kusoma hii Matendo ya Mitume sura ya 3 utaona hayo maandiko. Naomba nikusomee tu hapa katika Biblia yangu nzuri hapa. Nikusomee tu hayo maandiko. Matendo ya Mitume sura ile ya 3 mstari wa kwanza na wa 5 hapo. Ila nitasoma mistari michache. Maandiko yanasema hivi: basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Nidhamu inakusaidia Mungu kujibu. Sasa kwenye ile eneo kuna vita. Watu wanakutana na vita kadhaa. Shetani anakuja kukuzuia kwa kukupa shughuli. Ndio maana kwa sababu maombi ni kitu ambacho kinazalisha kusudi la Mungu ndani yako na wewe uliishi, Shetani atatafuta namna zote kukuzuia. Watu wanazuiliwa na shughuli. Unakuta muda wa maombi umefika, shughuli ndo zinapamba moto. Lakini kingine watu wanazuiliwa na uzito, heaviness. Mtu anakuwa mzito kuomba. Kwa mfano sasa kuna mtu anasinzia kabisa na anakoroma kitandani, uvivu, uzito umemkamata. Lakini pia kuna sauti za adui, sauti za distraction, sauti za uharibifu. Unasikia nenda kaombe, alafu unasema kwanza hata maombi yenyewe Mungu hajakujibu toka umeanza kuomba. Si unaelewa Sauti za udanganyifu kutoka kwa adui Shetani. Lakini jambo lingine, kuwa makini na sauti ya Mungu. Mungu anapozungumza ndio anakuja na majibu ya nini? Ya jambo lako. Kwa hiyo kuwa makini na sauti ya nani? Sauti ya Mungu. Jambo la 3 au kanuni ya 3. Kubisha mpaka ufunguliwe. Hii ni kanuni ya kubisha. Kanuni ya kubisha. Hii kanuni ya kubisha sasa ndio ile kwamba ombeni nanyi mtapewa. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Omba, tafuta, bisha. Niko ndani
ni kwenye ofisi, ukigonga hivi mlangoni mara ya kwanza sijafungua, mara ya pili sijafungua, mara ya tatu sijafungua, ukaendelea kugonga mpaka hata mara 5, nitachoka. Nitasema huyu ana shida gani? Hemu acha nimuone. Nitakuja kufanyaje? Kukuona. Sasa iko hivi. Kwenye kugonga wengi wanashindwa. Kuna vitu ambavyo huwezi kuvipokea, huwezi kujibiwa. Ni mpaka umeingia ile level ya kubisha. Sawa? Level ya kufanyaje? Level ya kubisha. Kubisha maana yake ni unagonga mpaka Mungu afungue. Maandiko yanasema hivi. Kwenye kitabu kile cha Isaya 62 mstari wa 5 hadi wa 12. Isaya 62 mstari wa 5 hadi wa 12. Isaya 65 mstari wa 5 mpaka mstari wa 12. Maandiko mazuri ya neno la Mungu yanasema hivi. Isaya 65 mstari wa 12. Yanasema hivi. Mstari wa 12. Mimi nitawaandikia kuuawa kwa upanga, nanyi nyote mtainama. Okay, ngoja nianzie mstari wa 5. Ngoja nisome mstari wa 5. Nimekwenda mbali sana kwa sababu kuna pointi ambayo ninatafuta hapa. Watu wasemao simama peke yako, usinikaribie mimi, kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Watu hao ni moshi puani mwangu, moto wakao mchana kutwa. Tazama neno hili limeandikwa mbele zangu. Sitanyamaza, lakini nitalipa. Sawa Lakini nitafanyaje? Nitalipa. Naam, mimi nitawalipa ujira wao vifuani mwao, maovu yenu na maovu ya baba zenu pamoja, anasema Bwana. Ninyi mliofukiza uvumba juu ya milima na kunitukana juu ya vilima, basi kwa ajili ya hayo nitawapimia kwanza kazi yao vifuani mwao. Sasa jambo ambalo nataka kuliona hapa ni kwamba adui anaweza kuachilia, sawa, anaweza akaachilia kitu fulani ambacho ndani yako kikakuzuia usiendelee kubisha. Kwa nini? Kwa sababu wakati unabisha ndio wakati ambao Mungu anakuwa anakusudia kufanyaje? Kukujibu. Kwa hiyo hii kanuni au hii level ya kubisha ni kwamba kuomba, unakuwa unaomba kwa ajili ya fanyaje? Hii nimesoma ilikuwa ni Isaya 65. Hii ni Isaya 62. Naomba nisome Isaya 62 mstari wa 5 hadi wa 12. Maandiko yanasema hivi: maana kama vile kijana amuoavyo mwanawali, ndivyo wana wako atakavyokuwa wewe. Na kama vile bwana harusi amfurahie bibi harusi, ndivyo Mungu atakavyofurahia wewe. Nimeweka walinzi, anasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako Yerusalemu, ambao hawatanyamaza usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya wala msimwache akae kimya, mpaka atakapoifanya imara Yerusalemu na kufanya kuwa sifa. Kwa lazima ufike kiwango cha kuomba bila kuchoka, mpaka uone Mungu amethibitika, mpaka uone Mungu amejibu. Kwa hiyo kuomba kwa kubisha kunabadilisha mambo ambayo yamekaa muda mrefu bila kufanyaje? Kubadilika. Lakini maombi haya ya kubisha ni maombi ambayo unaharibu mifumo mibaya kwenye familia yako. Kuna familia ambazo zina mifumo ya kuzaa kabla ndoa, kuolewa na mtu bila ndoa. Kuna familia ambazo zina madhabahu zile ambazo zinaharibu uchumi wao. Kuna familia zina madhabahu za magonjwa. Usiposimama kuomba utavunja hii mifumo kwenye familia yako. Sawa, lazima uamue kufanyaje? Kusimama. Sasa kwenye hili eneo au kwenye hii level ya kubisha, mambo ya muhimu kufahamu ni kung'ang'ania neno la Mungu ambalo amelisema katika Biblia. Kwenye Wagalatia 4:19 maandiko yanasema naonea utungu, vitoto vyangu naonea utungu, mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Sasa haya ni maombi ambayo tunasema ni maombi ya vita. Utalazimika kupigana ili mambo yaende sawa sana unavyotaka, ili mambo yafanyike sawa sana ambavyo unafanyaje? Unataka afanyike. Kwa hiyo level ya 3. Level ya 4 ni maombi ya machozi au tunaita sacrificial prayer. Maombi ya machozi. Tunaona Hana aliomba maombi ya machozi, akalia. Hana, Samuel wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 22, utaona alilia. Hana ili ampate Samueli alilia kwa sauti. Alilia kwa machozi mbele za Mungu. Utaona pia wana wa Israeli walilia, walimlilia Mungu. Mungu akasikia vilio vyao, akamtuma Musa ili akawaokoe. So haya maombi ya machozi na maombi ya dhabihu maana yake unatoa sadaka ambayo hata inaweza kukutolea machozi.
dhabihu. Haya maombi ya sacrificial prayer, maombi ya machozi, ni maombi ambayo ni dhabihu mbele za Mungu, yanakuwa dhabihu, lakini maombi ambayo ni maombi ya machozi. Sacrificial prayer, maombi ya machozi. So haya maombi ya dhabihu haya yana include hivyo vitu viwili, dhabihu na machozi mbele za Mungu. Utaona watu walipokuwa akilia, Mungu alifanyaje? Aliwajibu haja zao. Na unaweza ukaona maandiko yanasema kwenye kitabu cha Zaburi kwamba wakamlilia Bwana. Mfano hapo ukisoma Zaburi sura ya 107 mstari wa 6, wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Sio, unaelewa? Kwa hiyo ile kumlilia Bwana ni ishara ya Mungu kujibu. Lakini pia ukiona Yona sura ya 1 mstari wa 18, maandiko yanasema hivi, basi wakamlilia Bwana wakasema, twakuomba Bwana, twakuomba tusiangamie kwa ajili ya uhai wa mtu huyu, wala usitupasilize kwa ajili ya damu isiyo na hatia, kwa maana wewe Bwana umefanya kama ulivyopenda. Sio, unaelewa? Kwa ni ombi ya dhabihu kwa machozi. Hii level maandiko yanasema kwenye kitabu cha Isaya 56 mstari wa 8. Zaburi ya 56 mstari wa 8. Zaburi ya 56 mstari wa 8. Zaburi 56 mstari wa 8. Zaburi ya 56 mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi. Zaburi ya 56 mstari wa 8. Anasema, kama konokono ayeyukae na kutoweka, kama mimba iliyoharibika. Okay, ni Zaburi ya 56 mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi, umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, hayamo katika kitabu chako? Kwa hiyo unapolia kwa machozi mbele za Mungu, kwa kuomba, kwa kuugua muda mrefu, Mungu anakuja anayageuza hayo machozi yanakuwa ni maombi tosha mbele zake. Halafu Mungu anahusika kufanyaje? Kukujibu. Kwa hiyo huyu mtu ambaye utakuwa unafanya maombi ya sacrificial prayer, wewe mtu ambaye utakuwa unaomba maombi ambayo tunaita sacrificial prayer kwa machozi, Hana alilia machozi na Mungu akafanyaje? Akamjibu. Lakini kiwango cha 5 ni kiwango cha nadhiri. Sasa hapa kwenye nadhiri unaagana kupitia maisha yako ya kiroho, utoaji wako, sadaka yako, maombi, mifungo na kulisoma neno la Mungu na kusikiliza watumishi wa Mungu. Nisikilize. Watu wengi wamekaa kwenye changamoto na kwenye vifungo au kwenye level fulani ya kutokuona mpenyo mkubwa kwenye makusudi yao ambao Mungu amewapa, kwa sababu hajawahi kuweka nadhiri ya kwamba Mungu linafanya ili ni agano langu, sitaacha kuomba, sitaacha kufunga, sitaacha kusoma neno. Sasa unakuta mtu hajafanya au maamuzi, alafu anatarajia kuona mkono wa Mungu unatenda kwenye maisha yake. Huwezi kuona. Kwa lazima ufanye maombi ya agano. Takupa shuhuda. Kuna watu ambao walikuwa hawana mtoto, wakaweka agano. Hata huyu Hana aliweka agano na Mungu. Sasa Mambo ya Nyakati sura ya 15 mstari wa Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 15 mstari wa 12. Nyakati wa pili sura ile ya 15. Nyakati wa pili sura ile ya 15 na ule mstari wa 12 mpaka wa 15. Maandiko yanasema hivi, wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote, na ya kwamba yeyote asiyemtafuta Bwana Mungu wa Israeli atauawa, akiwa mdogo au mkubwa, kwamba ni mwanaume au mwanamke. Wakamwapia Bwana kwa sauti kuu na kelele na kwa mapanda na kwa baragumu, na Yuda wote wakifurahia kile kiapo, kwani wameapa kwa moyo wote na kumtafuta Bwana mapenzi yao pia. Naye ameonekana kwao, naye Bwana akawastahiresha pande zote. Kwa muda mwingine utastarehe kwenye kusudi, utapasiu kusudi lako kwa umakini na kwa ubora, kwa sababu ya kuweka agano na Mungu la kumtafuta. So weka agano. So si kwamba watu hatupendi kulipa. Of course nikwambie tu, sio kwamba watu hawapendi kulipa gharama, ila gharama zenyewe zinawatisha. Kwa watu hawapendi kulipa gharama ili kupata yale wanayoyahitaji kwenye maisha kwao. Kuamua kuweka nadhiri ya kwamba haitapita siku sijaomba, haitapita siku sijasoma neno, haitapita siku sijasikiliza watumishi wa Mungu. Kwa mfano kuna watu ambao wako live muda huu saa 6
na wanaendelea kusikiliza. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vinaongezeka kwenye nini? Kwenye maisha kwao. Na kiwango cha mwisho kabisa ni kiwango cha shukrani. Hivi unajua kuna muda ikifika ukiingia kwenye uwepo wa Mungu, huwa mtu anajisikia kumshukuru Mungu tu. Yaani usikii kupeleka hitaji, usikii kupeleka chochote, ili unasikia tu mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Ndivyo ambavyo Mungu anataka. Mungu akubariki na Mungu akuinue katika jina la Yesu. Naomba tupate muda wa kuomba walau dakika 30. Tumwambie sasa Bwana kwamba Baba, naomba unisaidie. Yesu, naomba unitetee. Si unaelewa? Si unaelewa? Mwambie Bwana unitetee. Niwe mtu wa nini? Niwe mtu wa maombi wakati wote. Niwe mtu ambaye nitafanya mambo makubwa wakati wote. Niwe mtu ambaye nitatimiza makusudi ambayo umeniumbia kufanya hapa duniani. Kwa dakika hizi 10 tunaomba tuende mbele za Mungu na tuombe kwa viwango, tuombe kwa kiwango kikubwa cha kumsihi Bwana aweze kufanya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Ninakutukuza kwa sababu ya neno ambalo umeliachilia, kwa habari ya viwango vya maombi ambavyo umetaka tuombe. Umetaka tuombe kwa kukuuliza, umetaka tuombe kwa kutafuta, umetaka tuombe kwa kubisha, umetaka tuombe kwa agano, umetaka tuombe kwa machozi, na umetaka tuombe kwa kuweka shukrani zetu mbele zako. Baba, pokea sifa, pokea utukufu Yesu. Unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa. Rama koshatepa, manda rama masanda, rakata kapakosete, likanda rama sanda. Baba, namwombea kila mmoja ambaye ananisikiliza usiku, neema ambayo umeachilia kupitia mafundisho haya ya viwango vya maombi. Tutaomba Bwana, tutaomba kwa viwango vikubwa, tutaomba mpaka udhirike. Ramakoshata regadabana labranosgedela emeneskataya mazodigebena emprakante pregedia ankrotopronosgedevranoska emfrokontelevrenesgedeva emfrokotatapa yagadabanakapa yadanakoskata emprakantalaba lamanoskantaya endadigedeba ramanoskataba jagadabaya elakanagaba eramamasande ramantokelabranoza arikanosgedelegedia mandorimamasanda azagadabanakapayagadaba. Baba, kusudi ulilonipa nitalitimiza. Hora mashanda, mapenzi yako hayatazuiliwa, mapenzi yako hayatazuiliwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu, hayatazuiliwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Rakepatakapaladaba la ketaka prakateke prekete entrata lida noskatele bregedia manteliza noskanta kapra emprakanta labraniza hando diga banoskanta kapra diga aria manto aliamante aria kampalade alia kamparado jeneke peketa eremenoska rabagadaba jagadabanakapa. Baba, sintazuiliwa na mauti, sintazuiliwa na magonjwa, sintazuiliwa na dhambi, sintazuiliwa na uovu wa kila namna, kwa jina la Yesu Kristo. Rekatapa yakanda baladaba. Kusudi lako Bwana litatimia nikiwa nauliza kutoka kwako. Baba, naomba uwe unajibu, uwe unasema. Fungua masikio yangu, niongezee uwezo wa kusikia wewe kwa neno lako na kwa kila namna. Rakatapa jagadabanagaba enkatalagadabanaya masote kepalia debena. In the mighty name of Jesus Christ. Aroske nosgedela mandori mashanda arakatapanaya mazegedebeneka enkolita bani gosgedeva ankrotokopronoza zenekotekepakata zeneketakapalada rabanagadabalada rabanagabaladagaba raganabagalabagaraba rabanagadabagaraba rabanagadabagaraba. In the mighty name of Jesus Christ. Akolia sonosgedele begedia mandori masande. In the mighty name of Jesus Christ. Rakatakapa rakatakapa rakatakapa. Baba, kuna mbaye makusudi na mapenzi yako hayatazaliwa, yatazuiliwa, hayatazuiliwa Bwana. Hakuna ambaye hayo mapenzi ambayo Bwana umeweka ndani yake
lekatakapa hayatazaliwa. Hakuna ambaye mapenzi ambayo umeweka ndani yake hayatatimizwa. Yatatimizwa kwa jina la Yesu, yatazaliwa kwa jina la Yesu. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu tunaruhusu nguvu yako ya kiutendaji ikatende tena. Hakuna vizuizi ambavyo vitatuzuia. Magonjwa, mauti, uharibifu, adui hautatuzuia kuyatimiza mapenzi yako na makusudi yako katika jina la Yesu Kristo. Rakatapa jegadabanakapa. Sio kifo, sio mauti, sio magonjwa wala nguvu za giza hazitatuzuia watoto wako, hazitazuia watoto wako. Shane gabaladala ramando lika santa ekananda lava raduza meskabalia emprokonosga enkrataparia nama empragodiba lamanda ramama shagadaba rekatapa reketepe rodonoskata enkratelezgedia mandori mama shande anta dagadagadagadaba arama masanda yekanda ramasande yekanda ramasanda yekanda ramakota yekanda lamakata ramanoskata kapa agada badosga agada banakapa egada banoskontoko enkratakaria banazo enkrotokoria banega agadiza ayata emprazoni gabalada in the mighty name of Jesus. Guys, ashana gadabalana gadaba ashana gadabalana gadaba ashana gadabalana gadaba araga digedebon elekemeneze gadaba akanda la masanda. Baba, namuombea kila mmoja ambaye amelisikia neno lako na amesikia wakati nahubiri, amesikia wakati Bwana neno lako likiwa linahubiriwa. Mpe neema ya kushinda, mpe neema ya kustawi, mpe neema ya kufanikiwa, mpe neema ya kulitumikia kusudi la kumbwa kwake katika utimilifu wote kwa jina la Yesu Kristo. Ramashande ramakota rabano legedebene mantoliga ozono kopo aziga debena emprakataya amprazoniga Lamanoskante enkarabada jagada banakapa ekanta dabara ekanta laba ramasande lamandoria kanta agadi gabana kapa ya gada bana kapa adiga bala kata paranagaba ramasanda la babarabaraba ramasande leketa ramasanda la kata yakanda gadaba jagede beneketa enkakalabadia. Baba, kuna watumishi wako wanahitaji kutumikia hayo makusudi ambayo umeyaweka ndani yao kwa habari ya utumishi. Kuna wafanyabiashara ambao wanahitaji kutimiza makusudi yako kupitia hizo biashara. Baba, kuna watu ambao umewafanya kuwa viongozi wanahitaji kutimiza makusudi yako Bwana ambao umeweka ndani yao kwa habari ya uongozi. Wape neema ya kutimiza, wape neema ya kuyaishi hayo makusudi na mapenzi yako. Shanekapa shanekata rabanusgedela eskanasgedela in the mighty name of Jesus Christ. Baba, nakushukuru kwa uaminifu wako, ninalitukuza jina lako na nakubariki Mungu uliye mtakatifu. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye umempa neema ya kusikia neno lako, na asante kwa ajili ambaye umemfundisha kwa viwango vikubwa. Mpe neema ya kuomba, mpe neema ya kuomba kwa ujasiri, asichoke wala kuishia njiani. Aombe mpaka ambapo Bwana ataona majibu kupitia neno lako, kupitia maombi yake ambayo anaomba, kupitia ule unyenyekevu wa kutii wewe Bwana. Ramakoshandeba ramanteligadaza asona godibenega enkrataparia zegeda karamasanda karamashanda rekandaba lekanagaba jagedabanakapa yamandara masanda. Baba, tunakiri kwa maneno ya ushindi kwamba hakuna uchawi, hakuna mamlaka za giza, hakuna dhambi, hakuna sababu yote ambayo Bwana itatuzuia, hakuna sababu ambayo Bwana itatuzuia, hakuna kusudi ambalo Bwana litazuiliwa, hakuna vizuizi ambavyo Bwana vitatuzuia kwa jina la Yesu Kristo na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Baba, tunafunika kwa nguvu zako kila kusudi jema, hata yale ambayo bado hayajadhihirika, yafunike kwa damu ya Yesu, yafunike kwa nguvu zako, yafunike kwa uwezo wako. Adui asiyashambulie, adui asiyameze, adui asiyaharibu, katika jina la Yesu Kristo na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Baba, namwombea kila mmoja aliyefuatilia maombi haya, mbariki na mpandishe viwango vikubwa, mzidishie kwa viwango vikubwa, mpe neema ya kufanya kwa wepesi na kwa urahisi. Asitumie nguvu kubwa Bwana kutimiza mapenzi na makusudi ambayo umemwambia kuyafanya, katika jina la Yesu Kristo. Baba, pokea utukufu, pokea heshima, pokea adhama, katika jina
la Yesu Kristo na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki, Mungu awatunze, na asante kwa kuwa pamoja na mimi mpaka sasa. Muwe na wakati mwema, usiku mwema. Amen.